Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tunaomba tuweze kuzungumzia kuhusiana na mavuno ya ndizi. Kuna kijana wetu tunamwangalia hapo, kijana akijiandaa kwenda kwa ajili ya kwenda kuvuna ndizi. Hatua kabisa ya kwanza ni kuangalia ndizi gani, je, ndizi hii imekomaa au haijakomaa, na pia unatafuta katika shamba lako kuangalia kama ndizi imekomaa au haijakomaa kwa ajili ya kuweza kuivuna. Kwa hiyo ni video ambayo inatuelekeza, hiyo ni shamba la mkulima, lakini sasa ni msimu wa kiangazi, lakini mkulima huyu amejitahidi sana shamba lake kulipalilia. Kwa hiyo ndizi ambayo imekomaa kwa siku ya leo, ndizi yetu ni hii hapo. Kwa hiyo ni ndizi ambayo imekomaa ambayo tunatarajia kuweza kuivuna kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo cha kwanza ni kushika kama hivyo, unakata ndizi yako. Ukikata ndizi, ina maana ndizi ndio imekomaa, iko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo ukishakata ndizi, usiache tu ndizi mwingine ukabaki umening'inia kama unavyoona hivyo. Wataalamu wa kilimo wanashauri pia inatakiwa ndizi ni uikate yote ikatike mpaka iishe, kama anavyotuelekeza kijana hapo mkulima ambaye anahodhi hilo shamba. Kwa inabidi ukate wote, udondoshe mgomba wote chini. Kwa hiyo mgomba huo unaukata ili kusudi kupunguza hivi rasilimali maji pamoja na nutrients na mbolea ambazo ziko chini, ili kusudi zisiweze kuliwa au kuathiriwa na hiyo ndizi ambayo haina faida. Kwa hiyo ni ndizi ambayo haina faida ambayo kijana wetu mkulima anakata kwa katakata hayo kama mbolea, inatabaki hapo shambani na kwa ni kama ni mbolea. Lakini ndizi hiyo kama itakuwa ina shida, ina maana kwamba itakuwa inaumwa, ndio ukaikata ukaivuna kama inaumwa, ina maana hauruhusiwi kukatakata majani ukaweka kwenye shamba, hapana. Kwa kuwa ndizi yetu ni safi, ni nzima na haina ugonjwa wote, ndio maana unashauriwa kama hivyo unakata unaweka kwenye shamba lako au pembeni mwa shamba, pembeni mwa hiyo ndizi yako hiyo kama mbolea. Kwa tunaweka hapo mbolea ili kusudi tuweze kupata mbolea. Ukiangalia katika zao la ndizi ni zao ambalo zuri sana. Ukiona kama kuna ndizi karibia 6 hapo na kuna watoto wengi wako pembeni hapo, ina maana huo ndizi yetu ndio hiyo ambayo tumeivuna, na hapo tumevuna katika wakati wa kiangazi. Sasa sitarajii kuona wakati wa mvua utakuta kuna ndizi nyingi sana zaidi ya hizo ambazo unazoziona. Kwa hiyo ndio ndizi yetu hiyo. Nasoma comment kwa mtaalamu wa ndizi, tuambie hii ni aina gani ya ndizi unaiona hapo. Ndizi tuliovuna leo, kama wewe ni mtaalamu na unajua, tuambia kwamba hiyo ni aina gani ya ndizi. Ngoja nirudishe kidogo uweze kuyatazama, uweze kuiona kwamba hiyo ni aina gani ya ndizi ambayo leo mkulima wetu ameweza kuivuna. Hiyo ni shamba la ndizi takriban eka 10. Hizi zimepandwa ndizi tupu. Ni kijana mjasiriamali aliohitimu chuo na akajiongeza kama utafuta shamba kama hilo, na analiboresha hili shamba kwa ajili ya kilimo cha ndizi, na ndani huwa anatia kidogo na migomba, na unaangalia hapo kuna mikorosho imo ndani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ili kuweza kutufuatilia, naomba uweze kusubscribe, uweze kulike na pia comment, na pia uweze kutufuatilia, kwani ni channel ambayo inahusiana na mambo ya kilimo, kuibua wajasiriamali wadogo vijana ambao wanajishughulisha na mashambani kwa ajili ya kulima mazao mbalimbali kama ndizi, mazao yenye tija ambayo yanaweza yakaongeza kipato. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, na kushauri ukumbuke kuweza kusubscribe, uweze kulike na comment, na utazame na uweze kufuatilia mwendelezo wa video mbalimbali, kuandaa shamba la ndizi, jinsi ya kutia mbolea, jinsi ya kupanda, pamoja na video zingine nyingi. Kwa hiyo ni shamba la mkulima ambaye amepanda ndizi tupu humo ndani, na shamba liko safi kama mnavyoona. Kwa muda wa kiangazi kama huu ni muda wa kukata majani, kusafishia shamba linakuwa katika muonekano mzuri ili kupunguza wadudu. Kwa hiyo leo video ya leo ilikuwa inahusiana na mavuno ya ndizi. Kutoka kwenye mavuno ya ndizi kama unavyoona. Hii ni picha tu ambayo inakuonyesha kwamba uangalie jinsi gani vijana wa Kitanzania wanapambana katika kujipatia kipato. Kwa hiyo ndugu mtazamaji,
Hiyo ni shamba la mkulima mwenzetu, kijana mwenzetu ambaye anapambana katika maisha. Kuna ndizi nyingine hiyo unavyoiona. Kwa nasoma comment hapo utanielekeza kwamba ni aina gani ya ndizi hiyo ambayo kijana huyu ameweza kuivuna leo, au ndizi hii ndio hiyo ni aina gani. Unaona ni ndizi nzuri, kwani kilimo bado kinalipa, kilimo kinatija katika kuinua uti wa mgongo na katika kujipatia kipato, sababu ni shamba ambalo unakuwa unavuna kila baada ya muda. Kwa hiyo mkulima wetu leo amevuna ndizi hii na ataipeleka sokoni kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Kwa hiyo angalia ndizi wapendeza. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, usikae nyumbani ukabeteka na kulalamika kwamba hali ni ngumu, na wakati kuna mambo ya kujishughulisha kama hayo, ukaanzisha kilimo cha ndizi na ukapata pesa. Naomba ukumbuke kusubscribe. Karibu sana Nebuye TV.